Hatuwezi kupata matokeo tofauti kwa kutumia njia zile zile kila siku. Kazi yenu ni ya wito. Kazi ya wito tunataka kujitolea kwa ziada kidogo. Lazima kuna sehemu tujiongeze kidogo, tukabese kwa wenzetu wanaofanya vizuri, kwa sababu mwisho wa siku kazi nzuri inaonekana. Mimi nawaambia walimu hapa, mimi mwenyewe najuana, kuna mwalimu namjua kabisa, mwalimu fulani mpambanaji, na kwenye maongezi yenu huwa mnamsikia. Inatakiwa wote tuwe hivyo. Alafu wale wanaofanya vibaya kwa msara kubwa, sio lazima sema na mkuu, tuwaite wenyewe pembeni, tuambie ndugu zetu, tukaze mti, tunyanyue huu mkoa. Leo tuna mbinu kwa sisi wa 26 ni jambo la kunyonyesha, lakini tushukuru kama chachu tuweze kutoka hapa twende sehemu nyingine. Lakini jukumu letu wazazi kuzingatia kuwa pamoja na kuwa kuna jukumu la nyumbani, sisi wa Tanzania kutoka lazima ile iko na kushirikisha baba yake. Hatuwezi kuruhusu tunalije katika kuokoa hizo kaanga na chapati, kusema chapati sio kawaida yetu, lakini lazima uione na wakati. Kuna muda tunapokea ile majukumu hawezi kujisomea, na kuna muda tunasomea kwa kiume, sio kila saa baada ya mpira. Tukubali kwa sababu ufundishaji wetu ni hafifu. Ndio maana ya zile score mmesomewa. Unakuta katika shule, katika specific subject ni mwanafunzi mmoja tu au wawili wamescore, lakini wanafunzi wengi wana F na D. Kwa matokeo yake ndio hayo, kwamba ufundishaji wetu una mashaka. Lakini kikubwa zaidi, usimamizi wa ufundishaji katika shule ni hafifu. Walimu hatusimamiani, wakuu wa shule wamelegalega, hawasimamii ufundishaji, tofauti na private school. Ukiangalia ile ranking ya shule zote za manispaa, ukitoa Kirakara, shule ya serikali na shule maalum, shule zinazoongoza zote ni private. Hawa wanafundisha watoto wetu wenyewe, mtaala ni ule ule, lakini stari ya ufundishaji ndio tofauti na usimamiaji. Wale wanahakikisha kwamba vipindi vyote vinafundishwa. Walimu mliokaa msikiza leo hapa, ukitimiza wajibu wako ipasavyo, hakuna kitakachoshindika. Hamtimizi majukumu yenu, na imefika mahali wengine wanakataa kupokea vipindi. Mmekuwa mkifanya kazi kubwa, kazi ya mfano, kazi ya kuigwa, na haya matokeo tuyachukue sisi kama changamoto, twende tukafanyie kazi. Na kwa sababu bosi wetu afisa elimu umeanza hivi, tafsiri yake tunaenda kwenda kwenye soko la ushindani kwenye matokeo. Shule zote ambazo mnaziona zinafanya vizuri, zote mtagundua haziingiliwi sana na mifumo yetu ya kisiasa mbovu. Sisi Morogoro tuna matatizo. Bosi wangu meya, tusipokubali kubadilika, ipo siku mbinguni tutajibu. Sababu mimi niseme siasa mbovu inaharibu mifumo ya wataalamu. Shule hii ambayo tunaona inasifiwa sana haina matamko. Leo mtu kaamka atazungumza hiki, mtu kaamka atazungumza hiki. Kwenye kata hii ya Kirakara nimekataza, na walimu nisikie, nimekataza matamko yote ya kisiasa. Nimekataza. Na hili neno hili naomba liende kama lilivyo, kwamba diwani wa Kirakara hataki siasa mbovu kwenye mifumo inayohusisha elimu. Tuache wataalamu wafanye kazi yao, na nyinyi walimu, nyinyi ni wataalamu. Haya matamko yetu sisi wakati mwingine mnayatazama, mnaacha yapite. Fanyeni kitu ambacho Mungu amewajalia kwa ajili ya watoto wetu. Kama walimu tuwasaidie wale wanafunzi bila kujali udhaifu wao wowote. Kuna wale wanafunzi ambao wanakuwa na uelewa mdogo, tuangalie ni namna gani tunaweza kuwasaidia ili kwa pamoja watoto wetu
na shule zetu ziweze kufanya vizuri kama yalivyo matarajio ya kwetu sisi, hasa katika manispaa ya Morogoro. Wanatumia mbinu gani Kilakala na sisi tukatumie ambapo hatufanyi vizuri? Swala la ngoma nalo nalijibu. Mambo ya mila na desturi sihangaiki nayo, kwa sababu hainisaidii sana. Tunataka mbinu zinazotumika kufaulisha kwenye shule. Kama tuboreshe kwenye chakula itakuwa vizuri. Kama tukubaliane na swala la michango liwe free. Mimi uelewa wangu naamini sehemu ambazo lazima uchangie ni mbili. Lazima nichangie elimu, lazima nichangie afya. Naomba viongozi na meza kuu na mheshimiwa mgeni rasmi mtusaidie kuweka sawa eneo hili, mtupe mbinu na mikakati na sisi watoto wakafanye vizuri kwenye shule. Kikao hiki lengo lake ilikuwa ni kufanya tathmini ya matokeo ya mtihani mwaka jana kwa kidato cha 4 na kidato cha 2. Unajua, unafundisha lakini ujitathmini, ni vyema ukakaa unatathmini ulikotoka, ulipo, unapokwenda. Kwa sababu naamini kwamba walimu tukifanya tathmini tutajua madhaifu yetu, strength zetu, na mwakani tutaboresha. Kwa lengo ilikuwa kutathmini kila somo kwa somo, alafu pia appreciate, kutoa zawadi. Kama ulivyoona tumetoa zawadi kwa masomo mbalimbali, walimu waliofanya vizuri katika masomo mbalimbali wapata zawadi. Kuna zawadi za jumla kwa shule kama shule na kwa mwalimu mmoja. Kwa lengo ilikuwa hilo. Namshukuru Mungu kwa haya matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2025. Kikubwa kwanza tumshukuru sana mkuu wa shule, ameweza kutuweka walimu pamoja na anasimamia vile ambavyo tunakubaliana. Lakini pia ni shukuru ofisi ya taaluma kwa kuratibu na kusimamia shughuli za kila siku za vipindi za ufundishaji, yani tunasema ufundishaji na ujifunzaji, kwa sababu sisi kama shule, kama ni biashara basi biashara yetu ni elimu. Kwa hiyo ofisi kubwa ambayo inashughulika ni taaluma. Kikubwa cha kwanza tulijitahidi kuwaweka wanafunzi muda mwingi shuleni. Kwa maana ya kwanza vipindi vilianza mapema asubuhi saa 1, alafu ndo ratiba ya kawaida inaendelea ambayo inaanza saa 2. Cha pili, watoto walikuwa wanabaki jioni, remedial classes zile. Baada ya vipindi vya kawaida vya saa 9, watoto walikuwa wanabaki mpaka saa 11 jioni. Lakini miezi mitatu ya mwisho tuliongea na wazazi, kamati ya wazazi, tukawapeleka ombi letu na pamoja na maoni ya wanafunzi tuliandaa kambi ya miezi mitatu ambayo imesaidia sana kubadilisha watoto ambao hata sisi wenyewe hatukuwategemea, lakini kwa kukaa kambi, kwa maana wakawa hawana shughuli nyingine za kufanya zaidi ya kusoma. Kwa kweli walimu tulishirikiana, yale maazimio ambayo tulikuwa tumeweza kuyapanga ya kuhakikisha kwamba tunasimamia katika mambo yafuatayo. Tulisema kwamba tunasimamia katika kuhakikisha kabisa tunafundisha darasani kwa nguvu zote na kwa bidii zote, na kuhakikisha kwamba mada zote tunazikamilisha, na kuhakikisha kwamba tunatoa mazoezi ya kutosha kwa watoto. Tulitoa na watoto waliweza kuyapata na kusahihisha, lakini tulihakikisha kwamba tunaangalia utoro wa wanafunzi shuleni. Ilifika hatua mpaka mzazi alikuwa anambeba mtoto wake anamleta shuleni, hasa wale watoto ambao ni watoro, walionekana kwamba ni watoro. Tulisimamia vizuri swala la utoro. Utoro kama hujausimamia vizuri, kwa kweli wanafunzi hawataweza kushiriki ipasavyo katika masomo, hivyo kufanya watoto hao wakaweza kupata matokeo ambayo sio mazuri.